Kama mnavyokumbuka, ndugu waandishi wa habari, tarehe 14 Oktoba ya kila mwaka ni siku ya mapumziko, na ni siku ambayo taifa letu hutumia kumkumbuka mwanzilishi wa taifa letu, baba wa taifa letu, Mwalimu Julius Kambarage Nyerere. Pia hii ni siku ambayo mbio za Mwenge wa Uhuru hufikia kilele chake baada ya kukimbizwa katika mikoa 31 na halmashauri zote 195 za Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Matukio haya mawili utanguliwa na maadhimisho ya wiki ya vijana kitaifa ambayo yanafanyika kuanzia tarehe 8 hadi 14 kwa lengo la kuwakutanisha vijana kutoka sehemu zote za nchi yetu na kuwawezesha kubadilishana uzoefu, kuibua fursa mpya za nyanja za kiuchumi na kijamii. Shughuli mbalimbali hufanyika katika wiki hiyo: maonyesho, makongamano, shughuli za kujitolea na kusaidia jamii, nayo pia huwa ni sehemu ya shughuli hiyo. Kwa mwaka 2025, maonyesho ya wiki ya vijana yatafanyika jijini Mbeya katika viwanja vya Windini na yataanza tarehe 8 hadi 14 mwaka 2025 na yatazinduliwa na mgeni rasmi Mheshimiwa Kassim Majaliwa, Waziri Mkuu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, siku ya tarehe 10 Oktoba mwaka 2025. Pamoja na maonyesho hayo, tarehe 14 tutakuwa na maadhimisho ya kilele cha mbio za Mwenge wa Uhuru na kumbukizi ya miaka 26 ya baba wa taifa yatakofanyika katika uwanja wa CCM Sokoine hapa Mbeya. Ndugu waandishi wa habari, Mwenge wa Uhuru ni chombo kilichoasisiwa na baba wa taifa mwaka 1961 ikiwa ni tunu na ishara ya kuwepo taifa huru la Tanganyika. Mbio za Mwenge wa Uhuru zilianza rasmi mwaka 1964 baada ya mapinduzi matukufu ya Zanzibar na muungano wa taifa la Tanganyika na Zanzibar uliozaa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Tangu kuanzishwa kwa mbio hizo, Mwenge wa Uhuru umekuwa kichocheo kikubwa katika kuhamasisha na kujenga uzalendo kwa Watanzania, kuimarisha umoja wa kitaifa, kudumisha amani, kulinda muungano wetu, kuhamasisha ushiriki wa wananchi katika shughuli za maendeleo nchini na kadhalika. Mwenge wa Uhuru na mbio zake ni mali ya serikali tangu kuasisiwa kwake. Mwenge wa Uhuru hauna itikadi ya kisiasa, kidini wala kabila, bali ni mali ya Watanzania wote bila kujali tofauti zao.